Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Naibu Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Elisante Ole Gabriel, Mtendaji Mkuu wa Mahakama akimwakilisha Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Alhaji Hamza Juma, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote mliohudhuria kutoka Serikali ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Injinia Zena Said, Katibu Mkuu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Alhaji Abubakar Kunenge, Mkuu wa Mkoa wa Pwani, Bi Mary Maganga, Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Bi Fatma Hamad Rajab, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Bwana Rashid Mchata, Katibu Tawala Mkoa wa Pwani, Comrade Mwinshehe Mlao, Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Pwani, waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mliopo, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Fatma Taufik, Mbunge, Mwenyekiti Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, Mheshimiwa Elibariki Kingu, Mbunge, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi, waheshimiwa wabunge na wawakilishi wote mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa, waheshimiwa wenza wa viongozi, waheshimiwa viongozi wa dini, waandishi wa habari, vikundi vya burudani, vijana wa halaiki, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Awali ya yote, nami napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa Kibaha kwa ajili ya shughuli hii muhimu ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2025. Kwa dhati kabisa nampongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ofisi yake inayosimamia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, pamoja na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa kazi nzuri mnayoifanya katika kusimamia na kuratibu mbio za Mwenge wa Uhuru. Lakini pia asanteni sana kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii adhimu sana. Hali kadhalika ninampongeza Mheshimiwa Abubakar Kunenge, Mkuu wa Mkoa wa Pwani, viongozi wenzake na wananchi wa Mkoa wa Pwani kwa kukubali kuwa mwenyeji wa shughuli hii ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025. Lakini pia kwa maandalizi mazuri sana ya hafla hii kitaifa. Hongereni sana. Lakini pongezi maalum
kwa watoto wetu wa halaiki na walimu wao. Maonesho ya halaiki hii ni ya kiwango cha juu sana. Napenda kuwaambia wananchi wa Mbeya, ambapo utazimwa mwenge tarehe 14 Oktoba mwaka huu, wajipange. Hongera sana Kibaha, hongera sana Chalinze, hongera Mkuranga, Kibiti, Mafia, Rufiji, Kisarawe na Bagamoyo. Pwani oye! Pwani oye! Pwani moto! Ndugu wananchi, kama tunavyofahamu, chimbuko la mwenge wa uhuru ni nia ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuweka mwenge juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro ili kuleta matumaini pale pasipo na matumaini, upendo pale penye chuki, na heshima pale palipojaa dharau. Nia hii aliitoa kwa mara ya kwanza mwaka 1959 kule New York, Marekani, alipohutubia Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa. Aidha, alimteua Luteni Alexander Gwebe Nyirenda kutekeleza azma hiyo kupitia Operation Mwangaza, ambapo yeye Luteni Nyirenda na wenzake walianza maandalizi mwezi Novemba mwaka 1961 kabla ya Tanganyika kupata uhuru. Na hatimaye usiku wa mkesha wa sherehe za uhuru tarehe 9 Disemba 1961, Luteni Nyirenda na wenzake waliwasha na kusimika mwenge wa uhuru na bendera ya Tanganyika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro kama ishara ya kuwa huru. Kupandisha mwenge kileleni ilikuwa kwanza ni kuonesha kazi ngumu iliyoko mbele ya kulijenga taifa changa la Tanganyika. Lakini pili, ilikuwa ni kuwasha mwenge uangaze nje ya mipaka, kutoa matumaini pale pasipo na matumaini, upendo palipo na chuki, na heshima palipo na uonevu na dharau. Na wimbo mashuhuri ulioimbwa na vijana wa halaiki vipunde umerudia maneno hayo ya baba wa taifa kuhusu sababu na umuhimu wa mwenge wa uhuru. Pwani oye! Pwani oye! Ndugu wananchi, wazo la kukimbiza mwenge wa uhuru nchi nzima na kila mwaka lilitolewa na vijana watano katika kikao chao kilichofanyika tarehe 26 Juni mwaka 1964, na lengo kuu likiwa ni kutekeleza kwa vitendo azma ya baba wa taifa ya kuhamasisha umoja, upendo, amani na ujenzi wa taifa kwa kuhamasisha maendeleo. Na tangu wakati huo mwenge umekuwa ukikimbizwa katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia mbio hizo hamasa kubwa imetolewa ili kuendelea kudumisha amani na kujenga uzalendo, umoja na mshikamano. Katika kipindi chote hicho, mbio za mwenge zimekuwa na mafanikio makubwa yanayosadifu maono ya waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Alhaji Amani Abeid Karume. Ndugu wananchi, kama alivyoeleza tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025
kwa amani na utulivu. Na kauli mbiu hii inalenga kuwakumbusha na kutusisitiza Watanzania wote kutumia kikamilifu haki yetu ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu ili kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia Rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi, madiwani na masheha. Ndugu wananchi, napenda kuhakikishia kuwa katika uchaguzi wa mwaka huu 2025 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zitaendelea kusimamia kwa dhati na kwa haki misingi ya demokrasia na kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa uhuru, kwa wagombea nafasi mbalimbali za uongozi na kuchagua viongozi wenye sifa wanaowataka. Ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika kwa ufanisi, amani na utulivu, ninapenda kutumia jukwaa hili kusisitiza mambo muhimu yafuatayo ili yazingatiwe. Kwanza, kila Mtanzania mwenye sifa za kushiriki uchaguzi ahakikishe anaandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwa mujibu wa sheria na maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Pili, wapiga kura wanahimizwa washiriki katika kampeni za uchaguzi ili kusikiliza wagombea wa nafasi mbalimbali wakinadi sera zao na za vyama vyao. Na hii ni muhimu ili kuwawezesha kufanya uamuzi wa uhakika juu ya kiongozi anayefaa kuchaguliwa. Aidha, katika kipindi hicho ni muhimu kuhakikisha hali ya usalama, utulivu na amani unadumishwa. Tatu, tunawaasa wananchi wote na hususan vijana wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu kwa kuepuka kutumwa vibaya kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Utulivu na amani tulio nayo ni tunu na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Na nne, wadau wote wa uchaguzi na hususan vyama vya siasa tunawahimiza na kuwakumbusha kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika katika hali ya amani na utulivu kwa kuendesha kampeni zenye staha na kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali ya uchaguzi. Ikumbukwe uchaguzi mkuu unafanyika kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 42, ibara ndogo ya pili na ibara ya 65. Lakini pia sheria ya uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 pamoja na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018. Ndugu wananchi, sambamba na ujumbe uliobebwa na kauli mbiu ya mbio za Mwenge 2025, yapo masuala mengine muhimu matano ambayo yatasisitizwa. Kwanza ni muhimu wa kuzingatia lishe bora kwa afya imara, na hii inaambatana na ujumbe maalum unaosema mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Ili kuboresha na kuimarisha hali ya lishe nchini, ujumbe wa Mwenge utahimiza mamlaka mbalimbali za serikali, wadau wa lishe na wananchi wote kuhakikisha uzingatiaji wa kanuni za lishe bora, hususan kwa mama wajawazito, watoto na jamii kwa ujumla. Aidha, ni muhimu pia kusisitiza
mazoezi ya mwili kwa ajili ya kujenga afya. Jambo la pili ni mapambano dhidi ya rushwa, na haya yataongozwa na ujumbe unaosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza wajibu wetu. Ujumbe huu utukumbushe kuwa jukumu la kupambana na rushwa sio la mtu mmoja, bali linatuhusu wote, kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo cha maendeleo na ustawi wa wananchi. Ni vema wananchi wakajiepusha na vitendo vya rushwa kwa kutokutoa, kutopokea au kuomba rushwa, na hasa katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Jambo la tatu ni mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, na ujumbe mahususi wa mapambano haya ni chagua njia sahihi, tokomeza ukimwi. Kupitia ujumbe huu, mbio za Mwenge mwaka huu 2025 zitaendelea kuhamasisha wananchi kupambana na maambukizi ya VVU. Ni muhimu Watanzania wote tuzingatie kuwa afya zetu ndiyo mtaji wetu, na kama nchi hatutaweza kufikia malengo yetu ya kimaendeleo endapo tutakuwa na jamii isiyo na afya njema. Hivyo tunawajibika kuchukua hatua za makusudi za kutokomeza maambukizi mapya ya VVU. Aidha, tunao wajibu wa kupambana na unyanyapaa wa waviu pamoja na mila potofu na vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Jambo la nne, mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Na mapambano haya yataongozwa na ujumbe maalumu usemao kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Ni dhahiri kuwa matumizi ya dawa za kulevya yanaathiri sana jamii yetu, na kundi kubwa la waathirika ni watoto na vijana kati ya miaka 13 hadi 24 ambao ndio tegemeo kama nguvu kazi ya taifa. Na katika hili inatulazimu kama taifa kuendelea kupambana kwa nguvu zote na biashara, uzalishaji na matumizi ya dawa za kulevya nchini. Na jambo la tano ni mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Na mapambano haya yataongozwa na ujumbe unaosema zero malaria inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Ugonjwa wa malaria umeendelea kuwa tishio katika jamii yetu licha ya takwimu kuonesha kuendelea kupungua kwa maambukizi ya malaria hapa nchini. Katika baadhi ya mikoa ikiwemo Katavi, Tabora, Kagera, kiwango cha maambukizi ya vimelea vya malaria kiko juu. Hivyo ni wajibu wetu sote kushirikiana na serikali kupambana na ugonjwa huu kwa kutunza mazingira, kuharibu mazalia ya mbu na kutumia vyandarua. Ndugu wananchi, Mwenge wa Uhuru mwaka huu wa 2025 unaowashwa leo utakimbizwa kwa muda wa siku 195 katika mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo serikali itafikisha ujumbe kwa wananchi na kuhamasisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo kwa kutembelea, kukagua, kuzindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi ya maendeleo. Hivyo ninaiagiza mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa ili waweze kutekeleza jukumu hili la kizalendo walilokabidhiwa la kuhakikisha kuwa wanawafikia wananchi na kuwapa taarifa sahihi kuhusu sera, mipango, miradi na mikakati ya serikali katika kuwaletea maendeleo. Pwani oye! Pwani oye! Ndugu wananchi,
Ninapomalizia hotuba yangu, ninawaomba niseme mambo mawili. Kwanza, ninawapongeza na kuwashukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hakika mambo haya mazuri tunayoyaona katika uwanja huu na mengine mengi yamewezekana kutokana na uongozi wao mzuri. Naomba tuwashangilie marais wetu. Tunawaombea ushindi wa kishindo Oktoba 2025. Jambo la pili, nawaomba tushirikiane kuwaombea dua na sala vijana wetu tutakao wakabidhi jukumu la kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, ili Mwenyezi Mungu awajalie afya njema wakati wote watakapokuwa wanatekeleza jukumu hili adhimu. Lakini vile vile nawakumbusha vijana wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kuwa taifa limewaamini na kuwapa jukumu hili kubwa, nyeti na muhimu. Ni wajibu wa kila mmoja wenu kulitekeleza jukumu hili kwa bidii, juhudi, nidhamu, uadilifu na maarifa wakati wote. Kupitia mbio za mwenge wa uhuru, na wasihi mkafichue vitendo vyote vya udhalimu na ubadhirifu wa fedha na mali za umma bila woga. Baada ya kusema hayo, sasa niko tayari kuzindua rasmi mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mtazamaji wa TBC1, Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango akihitimisha hotuba yake hiyo, ambayo itatoa fursa sasa ya kushuhudia lile tukio ambalo limetukusanya hapa toka majira ya asubuhi, na akishuka hapa kuelekea basi katika eneo lile. Sasa Mheshimiwa Waziri atamuongoza kushuka chini na viongozi wafuatao ambao tayari walikuwa wameshajulishwa tangu awali kwa ajili ya kutambulishwa kwake wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, ambapo anaambatana na waheshimiwa mawaziri wa pande zote mbili, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete pamoja na waziri wa afisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, lakini makatibu wakuu wa zote mbili na wale wakurugenzi wa maendeleo ya vijana. Tafadhali, hao ndio watakaoambatana na mheshimiwa mgeni rasmi hapa chini. Tuendelee sasa, Mheshimiwa Waziri.